ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea ndani ya kitabu chake kitakatifu ya kwamba kiigo chema na ruwaza njema ya Waislamu na waumini ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye ambaye Waislamu wote wanatakiwa wamfanye kuwa ni kiigo chao fi umuri dinihim wa ukhrahum wa dunyahum. Wanatakiwa wamuige Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo yao ya dini, mambo yao ya kuitafuta akhera yao, bali inapendeza pia kumuiga yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hata katika yale mambo ya kidunia. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa sifa zake kama anavyosifiwa na mmoja katika masahaba zake, kama ilivyopokelewa ndani ya sahihul imami Muslim rahimahullahu ta'ala, akisema kana kathiru sha'ri lihya, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwingi wa nywele za ndevu zake. Bimaana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifuga ndevu zake mpaka zimefikia uwingi ambao endapo anapoitekeleza ibada ya as-sala, masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakifahamu ya kwamba hapa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqra, anasoma huyu bidirabi lihiyatihi, kwa vile wakiona ndevu zake zinacheza wanajua hapa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma Qur'an. Kanu ya'rifuna qira'atahu fil 'asri والظهر أيضا باضطراب لحيته.
walikuwa masahaba wakifahamu ya kwamba hapa ndani ya swala ya dhuhuri au swala ya al-asri hapa anasoma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakilifahamu hilo kwa kuona zile ndevu zake zikicheza cheza. والحديث أخرجه الإمام البخاري وغيره وهو متفق على صحته. نحدثه أما يبكي الإمام البخاري ndani ya sahihi yake. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية. alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa ndevu zake, bali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hajaishia kuwa na ndevu nyingi peke yake, bali alifikia kuliamrisha jambo hili la ufugaji wa ndevu. akhraja al-imam al-bukhari wa muslim fi sahihayhima min hadith abdullah ibn umar رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha jambo la kufuga ndevu na kuziachia ndevu na kutozinyoa, kama ilivyopokelewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim ndani ya sahihi zao kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, khalifu al-mushrikin, wa khalifuni washirikina, kwa sababu wao walikuwa wakizipunguza ndevu zao. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba zake na waislamu kwa ujumla waende kinyume, wafanye kinyume na wanavyofanya washirikina minal majusi wa ghairihim. Akasema khaliful mushrikin wafiru liha, wa fi riwaya a'fu liha, wa huwa inda Muslim, ziachieni ndevu zenu, ay utrukuha ala haliha, ziachieni ndevu zenu katika hali yake ile ile, wala tataarradu laha bitaqsiri shay'in minha, na wala msiziingilie kwa kuzipunguza na kuzinyoa chochote katika hizo ndevu. Huyu ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha waislamu kuwa khalifu washirikina kwa kuziachia na kuzifuga ndevu zao. idhan ayuha an-nas ibadallah, i'fa'u al-liha amrun matlubun shar'an, jambo la ufugaji wa ndevu, jambo la kuliachia ndevu ni jambo ambalo linalotakikana kisheria, bal wa huwa ma'murun, bali ni jambo ambalo limeamrishwa. akhraja al-imam Muslim rahimahullah ta'ala من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, amesema al-Imam Muslim akipokea hadithi hii kutoka kwa Abdullah ibn Umar ya kwamba Abdullah ibn Umar amepokea kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, au ya kwamba ameamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, amara biihfa'i ash-shawarib, ameamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuziondosha, kuzikata sharubu, wa i'fa'i liha, na ameamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuzifuga na kuziachia ndevu, wa i'fa'i al-lihya. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili la uachiaji na ufugaji wa ndevu yeye alikuwa akilifanya, na jambo hilo hilo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha waislamu walifanye. Ndugu zangu waislamu,
inafahamika ya kwamba al-amru yaqtadi al-wujuba, yafahamika inda al-usuliyin ya kwamba amri, yani mtu akiwa ameamrishwa jambo fulani, basi lile asili ni kwamba jambo lile lililoamrishwa linapelekea uwajibu wa kulifanya. Ukiamrishwa jambo fulani, basi asli jambo hilo ni wajibu kwako wewe kulifanya. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amara bi'ifa'il lihya, ameamrisha kuzifuga na kuziachia ndevu. Fadalla ala wujubi i'fa'iha, ikajulisha juu ya wajibu wa kuziachia na kuzifuga ndevu, bali na ikajulisha juu ya uharamu wa kuzinyoa ndevu. Kwa jambo la kuzinyoa ndevu zako, ndugu Muislamu, ni amrun muharramun, ni jambo ambalo limeharamishwa shar'an, limeamrishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal jaa rajulani min Kisra ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu inda al-imam ibn Abi Shaybah. Walikuja watu wawili kutoka kwa mfalme Kisra kwenda kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili hali wakiwa wamezinyoa ndevu zao na kuziachia sharubu zao. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza kwa mshangao, mna nini nyinyi mpo katika hali hii? Mmezinyoa ndevu zenu na mmeziachia sharubu zenu, kwa nini mmefanya hivi? Wakajibu watu wale, amarana rabbuna, ametuamrisha sisi mlezi wetu, wanamkusudia mfalme wa Kisra. Faqala lahuma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia watu wale, walakinna rabbi amarani bi'ihfa'i ash-shawarib wa i'fa'i lihiyati. Fahamuni nyie ya kwamba Mola wangu mimi ameniamrisha kuzinyoa sharubu zangu na kuziachia ndevu zangu. Kwa jambo la kuziachia ndevu ni jambo la kisheria, wala sio ada ya Kiarabu kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba eti kufuga ndevu ni Uarabu tu. Nani alikudanganya hivyo? Bal kufanya hivyo ni khalqullahi jalla wa ala, ni maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaume. Amewaumba wanaume kuwa na ndevu na akawaumba wanawake kutokuwa na ndevu. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha, hayo ndio maumbile ya sawa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwayo amewaumba wanaume. Na ndio maana wewe unajikuta una ndevu na mwanamke anajikuta hana ndevu, kwa sababu hivyo ndivyo alivyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما في صحيحيهما. الإمام مسلم na الإمام البخاري wameipokea ndani ya sahihi zao mbili hadithi min hadithi Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'ashrun min al-fitra. Amesema ummul mu'minin Aisha, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mambo 10 ni katika mambo ya kimaumbile, wahakadha. Na hivyo ndivyo ilivyo kwamba haya mambo ni katika mambo ya kimaumbile, kwa sababu amara Allah jalla wa ala bihima au biha al-anbiya war-rusul, kwa sababu mambo hayo ndivyo alivyoyaamrisha Allah kwa mitume wake na manabii. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa na ndevu zao. Afala taqra'una qawla Allah jalla wa ala, ya ibn la ta'khudh bi lihiyati, kwani hamuisomi kauli Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea kuhusiana na Harun, akimwambia ndugu yake Musa, akimwambia ewe mtoto wa mama yangu,
ya ibn la ta'khudh bi lihiyati, usizikamate ndevu zangu. Kwa mitume walikuwa wana ndevu, walikuwa wakiziachia ndevu zao. Kwa sababu hiyo ni dalilu arrujula, kufuga ndevu ni dalili na ishara ya wanaume. Kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashrun min alfitra ay min as-sunnah, mambo 10 ni katika sunna na ni katika maumbile ya sawa kabisa. Akayataja miongoni mwa aliyoyataja, qasu shawarib, kuzipunguza sharubu, kuzinyoa sharubu, wa i'fa'u lihya, na kuzifuga na kuziachia ndevu. Haya ni katika maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwayo wanaume. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa wajibakishe katika rujula, wajibakishe katika ule uume wao kwa kuziachia ndevu zao. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu waislamu, katika alama za wanaume ni mwanaume kuonekana amezifunga na kuziachilia ndevu zake. Bali kufanya hivyo ni katika nembo za sawa kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwazo amewatofautisha wanaume na wanawake. Bali mwanaume kuwa na ndevu ni pambo kwake yeye, kama ambavyo mwanamke kutokuwa na ndevu ni pambo kwake yeye. Waonaje wewe mwanamke anapokuwa ameota ndevu? Bila shaka anakuwa na uso wenye hali fulani ya kutisha. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala wao akawaacha katika pambo la kutowapatia ndevu na akawapatia pambo la kuwa na ndevu wanaume. Mwanamke ikiwa imetokea sababu za kimaumbile fulani au za kiafya au za kimaradhi akawa ameota ndevu, anatakiwa azinyoe ndevu hizo ili abakie katika maumbile yake ya kike. Na mwanaume ni haramu kwake yeye kuzinyoa ndevu zake, kwa sababu atajifananisha na wanawake. Wanawachuoni wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu, منهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يقول في شرح هذه الأحاديث التي ذكرناها. أنا سمع الإمام النووي رحمه الله تعالى wakati anazisherehesha hadithi ambazo tumezitaja, akasema wal mukhtaru, na jambo ambalo lililochaguliwa, tarkuha ala haliha, ni kusiacha ndevu katika hali yake ile ile, wa alla yata'arrada laha bitaksiri shay'in aslan, na wala asizitokezee hizo ndevu kwa kupunguza chochote katika hizo ndevu. Hadha huwa al-Imam an-Nawawi shaykh al-madhhabi. Huyu ni al-Imam an-Nawawi rahimahullah ambaye anafahamika kama shaykh al-madhhabi, shekhe wa madhehebu ya Kishafii. Ni katika wanawachuoni wakubwa waliokuja kuihuisha na kuipa uhai na kuijadid madhehebu ya Kishafii katika zama zake. Bali ameihudumia madhehebu hii kiasi ya kuwa hakuna mfano wake baada yake. Walihadha luqdiba bishaykh almadhhabi, na kwa sababu hiyo ndio maana akawa amepewa laqab ya kuitwa kwamba yeye ndio shekhe wa madhehebu.
ameyasema hayo katika sharhi ya sahihi Muslim. Lakini pia wako baadhi ya wanawachuoni wakielezea ya kwamba hili jambo la kuchukua kiwembe ukanyoa ndevu zako wewe, ukachukua mkasi ukajinyoa ndevu, ukabakia una kama kiglopu katika kidevu chako, wanasema wanawachuoni jambo hili ni katika uhanithi. Haya si maneno yangu, ni maneno ya wanawachuoni. Ukisoma katika vitabu vya sheria utakutana nayo. Waqala fi ad-durri al-mukhtar, amesema katika ad-durri al-mukhtar, wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna al-qabdati kama yaf'aluhu ba'd al-maghariba wa mukhannathatu ar-rijal falam yubihhu ahadun. Intaha. Amesema rahimahullahu ta'ala, amma kuchukua chochote katika hizo ndevu, yani kunyoa chochote katika hizo ndevu, wa hiya duna alqabda, ili hali ndevu hizo ziko chini ya qabda. Qabda ni wewe kushika hizi ndevu zako kwa urefu na kwa kiganja chako hivi, ukanyoosha kiganja chako kuanzia mwanzo wa vidole mpaka huku kwenye kiganja. Urefu huo ndio ndevu zinatakiwa ziachwe katika hali hiyo. Sasa ikiwa wewe umezinyoa ili hali ziko chini ya urefu huo, basi umefanya jambo ambalo ni la kihanithi na ni jambo ambalo hakuna yoyote katika wanawachuoni ambaye amelihalalisha. Kama yafaluhu ba'd al-maghariba, kama wanavyofanya jambo hilo la kunyoa ndevu zao hali ya kuwa ziko chini ya urefu huu tulioutaja baadhi ya watu wa magharibi. Wa mukhannathatu ar-rijali, na wanavyofanya makhanithi wa kiume. Lam yubihu ahadun, jambo hilo hajalihalalisha yoyote katika wanachuoni. Kwa fahamuni wale ndugu zetu ambao wanyoa ndevu zao ya kwamba jambo hilo hakuna yoyote katika wanachuoni wa Kiislamu aliyelihalalisha. Leo hii wakuta mwanaume eti anaona kujipamba na kujiweka smart ni kunyoa ndevu zake. Hiyo ni kinyume. Kufanya hivyo ni uhanithi kama wanavyosema wanachuoni. Ndugu zangu Waislamu, sio mwanachuoni huyo tu aliyewafananisha wanyoa ndevu na mahanithi, bali al-Imamu Ibn Abd al-Barri, mwanachuoni huyu mkubwa kabisa katika madhehebu ya Malikia, qala fi at-Tamhid, amesema katika kitabu chake at-Tamhid, wa yahrumu halqul lihya, na ni haramu kuzinyoa ndevu, wala yaf'aluhu illa al-mukhannathuna min ar-rijal, na hawalifanyi jambo la kulinyoa ndevu zao isipokuwa mahanithi katika wanaume. Na ndio maana kwa sababu hii lam yujad fi asri an-nabii sallallahu alayhi wasallam wala fi asri as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ahadun minhum fa'ala hadha al-fi'l al-khabith. Na ndio maana kwa sababu hiyo hajapatikana zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu yoyote, sahaba yoyote ambaye alikuwa akizinyoa ndevu zake, bali sio zama za Mtume tu, hata zama za masahaba hakuna aliyekuwa na tabia ya kuzinyoa ndevu zake. Jambo hili limekuja huko baadaye kabisa. Na ndio maana al-Imam Abu Shama akawa amelishangaa jambo hili kwa kusema, waqad hadatha aqwamun, wamezuka baadhi ya watu, yahliquna lihahum, wanazinyoa na kuzikwangua kabisa ndevu zao. Jambo hili linaonekana limezuka, halikuwepo katika asri an-nubuwa, zama za utume wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama zake hakukuwepo na jambo la unyoaji wa ndevu. Leo hii eti mwanaume anajisifu na kujiona amejipamba, amejiremba kwa kuzinyoa ndevu zake. Man auha ilaikum hadha al-fi'l al-khabith, ni nani aliyekupeni wahi wa jambo hili bovu kabisa, jambo baya kabisa?
ambalo hakuna yeyote katika wanaume aliyekuwa akilifanya zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali kufanya hivyo ni katika kuyakosoa maumbile ya Allah. Allah amekuumba wewe katika hali ya kuwa na ndevu, wewe wazinyoa ndevu zako, ni katika hali ya kumkosoa Allah katika uumbaji. Yani kana kwamba fi lisani hali, kana kwamba katika hali yako wewe waona Allah amekukosea wewe kukuumba na ndevu. Laiti ingekuwa ni hivyo, basi Allah asingelichagua hilo kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuamrisha azifuge ndevu zake, na masahaba zake akawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha wazifuge ndevu zao. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuzinyoa ndevu ni katika mambo ambayo yameharamishwa, bali baadhi ya wanawachuoni wamenukuu ijmaa katika vitabu vyao kwamba ni jambo ambalo wamekubaliana wanawachuoni wote wa Kiislamu kwamba ni haramu kunyoa ndevu, wanawachuoni wote, kama alivyosema al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi katika kitabu chake Maratibul Ijma', akasema wattafaqu ala anna halqa jami'a al-lihya muthlatun la tajuz. Amesema rahimahullahu ta'ala, na wamekubaliana wanawachuoni wote ya kwamba kuzinyoa ndevu, ukazikwangua ndevu zako zote kama wanavyofanya wengi katika watu leo hii, wanawachuoni wamekubaliana ya kwamba kufanya hivyo ni muthla, la tajuz, haifai, ni haramu kufanya hivyo. Na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu wakinukuu maneno makali na mazito kwa watu ambao wenye kuzinyoa ndevu zao. Naam, imepokelewa kwa sahaba Abdullah ibn Umar ya kwamba yeye alikuwa akienda katika ibada ya haji, kwa sababu imetakikana mtu akiwa katika ibada ile imma anyoe kichwa chake au apunguze kichwa chake. Sasa yeye alikuwa anakusanya baina ya kupunguza na kunyoa. Alikuwa anazinyoa nywele zake za kichwa, halafu hizi ndevu zake anazishika hivi, ule urefu wa kiganja chake zile zilizozidi kule anazipunguza. Hii ni kuonyesha kwamba radiyallahu ta'ala anhu, kwa ijtihadi yake alikuwa anataka akusanye baina ya kunyoa na kupunguza. Sasa wewe zishike ndevu zako, hata nusu ya kiganja huenda zifiki, lakini bado wazinyoa. Nani aliyekutangulia katika kitendo hiki kibaya? Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufahamu jambo hili ya kwamba katika sheria ya Allah limeharamishwa, na wala la taghtaru bikathrati fa'iliha au fa'ilihi, wala usighurike na wengi wenye kulifanya jambo hili la haram, kwamba eti maustazi wengi wananyoa ndevu zao, mashekhe fulani wakubwa wananyoa ndevu zao. Usidanganyike na jambo hilo kwa kuwatazama mashekhe wala kuwatazama maustazi. Muangalie mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, wao walikuwa ni wenye kuziachia na kuzifuga ndevu zao. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.